kaka yetu Engineer Shabani Mdende aweze kujitambulisha naye. Karibu engineer. Asante. Habari za asubuhi. Salama. Kama alivyotambulishwa, jina langu ni Mhandisi Shabani Mdende, ni afisa mfawidhi wa LATRA mkoa wa Mbeya. Nikuja peke yangu kwa sababu ya changamoto za kimajukumu, kwa wengine wako na majukumu mengine. Lakini nashukuru wengi hawa daradara, hususa sana hawa daradara kutoka Mbalizi kwenda Senjere. Hawa wenzetu tulikuwa tukifanya kazi kwa pamoja kwa ushirikiano vizuri, kwa kutumia busara, maana tukawa tunajua wao na sisi ni watu ambao ni watafutaji, ni wafanyabiashara. Lakini ikawa imepelekea wenzetu wakawa wanashindwa kutuelewa pindi pale tulipokuwa tukiendelea na biashara yetu ya bajaji. Kwa mfano, maeneo mengine hakukuwa na usumbufu wowote. Kwa mfano, barabara ya kutoka Malira kwenda Sangati na kutoka stendi ya Chunya kwenda ile barabara ya kwenda Mkwajuni Chunya kule, tulikuwa tunaishia kwenye mipaka yetu ilipoishia halmashauri yetu ya Mbeya vijijini. Lakini tukawa tumekutana na changamoto moja kwenye njia yetu hii ya kwenda Tunduma. Pindi pale walipoendelea kuziona bajaji zinafika Songwe, wao wakaona sasa hatuna uhalali wa kufika kule. Ingawaje hapo awali kulikuwa na mapatano ya kusema jamani, bajaji sasa ziishie kwa mchachu pale kwenye Mwembe karibia na airport. Sasa katika busara zile ambazo hazikuwepo kisheria, sasa wenzetu wakawa wanaziona kwamba zile busara sasa kwao imekuwa kama sheria. Bajaji ikiondoka Mbalizi kwa kukodiwa kufika Songwe, wakawa wanaona kwamba inaporudi na beba watu, kwao ikawa ni chukizo. Hawataki kuona bajaji inabeba watu kutoka kule Songwe. Wakati huo ilienda kwa utaratibu wa kukodiwa vizuri na rudi imebeba watu kwao. Au wenzetu wakawa wanaona kwamba hilo jambo kwao haliwapendezi. Ilifika mahali mpaka ugomvi ukazuka, kumpiga dereva wetu tukaenda mpaka jeshi la polisi kule. Basi yule dereva aliyekuwa amesababisha ugomvi wa daradara kahitaji alipwe, kweli akalipwa. Sasa sisi kama bajaji tukakana kuanza kufikiria sasa hao wenzetu wamefikia hatua hii mpaka tuanze kupigana. Shida ni nini? Kwamba wao wanahisi kwamba mpaka wa Mbeya vijijini umeishia pale Mchacho ambapo ndipo bajaji zilikuwa zinaishia. Tukaona sasa hapana. Sasa wao tulikuwa tunaishi nao kama ndugu, wakaamua sasa kwamba watumie nguvu. Tukasema sasa sisi hatuwezi kutumia nguvu, ngoja sisi tufuate utaratibu kama tulivyosajiliwa na cheti chetu kwamba sisi tufanye kazi ndani ya halmashauri yetu ya Mbeya vijijini ikiwemo na Songwe. Sasa baada ya kuona bajaji zimefika kule, hao wenzetu wakawa wanazizuia. Sasa sisi kabidi kwanza, wao walitangulia wakatupeleka kwa mheshimiwa OCD pale na kwa mheshimiwa DTO pale. Tulizungumza kwa busara, lakini huku tukirudi wenzetu wanakuwa hawajalizika na maamuzi yale. Watupeleka mpaka LATRA. Kikao cha kwanza LATRA kabisa tulifanya pale mkoani tarehe 6 mwezi wa pili. Tukawa tumeshauriwa kwamba turudi kwenye busara zile za mwanzo. Lakini sasa yalipoendelea kutokea hayo ya kuzibana bajaji zetu, fujo za hapa na pale, tukaona sasa haina haja tena. Tulirudi tena LATRA. Tuliporudi LATRA mkoani, ambapo mwenyekiti wa kikao cha siku ile alikuwa ni mheshimiwa hapo, basi akasema sasa jamani, mimi ili swala kwangu naona litakuwa ni gumu kidogo kulizungumzia. Basi mimi nawatuma muende kwa mkurugenzi, muende kwa madiwani wa maeneo husika na viongozi wa daradara ambao ndio tuliokuwa tunakaa nao vikao mara tena na tena, wala sio hao ambao wanajitambulisha hapa. Sasa baada ya hapo nafikiri kule wenzetu wa daradara nafikiri walitofautiana, walishindwa kuelewana. Hatimaye wakakaa vikao, wakauondoa ule uongozi madarakani kwamba umeshindwa kuziondoa bajaji wapi kule Songwe. Basi sisi kabidi tufuate maelekezo ya LATRA aliyotuambia kwamba jamani, kawaoneni hawa wenye maeneo. Sisi tulianza na mkurugenzi na diwani wa Songwe,
tulimwendea pale, katutuma kwa mtendaji wa kata. Baada ya hapo sisi wakawa wametukubalia kulingana na uhitaji wa usafiri wa wananchi wa Songwe kuja kwenye ofisi yangu kuhitaji usafiri wa bajaji. Sasa tukawa tumejieleza kwa diwani akatupost kwa mtendaji wa kata. Basi wakawa wametuonyesha kituo mahali pa kupaki bajaji. Basi baada ya hapo hatukuishia hapo, tukawa tumekuja hapa kwa mkurugenzi. Bahati nzuri au njema, tukawa tumekutana na mheshimiwa pale Mbembela pale, tukawa tumeleta maombi yetu pale. Basi tukawa tumefikia hapa, lakini kutoka hapa tukawa tunaendelea na kazi kama kawaida. Hatimaye sasa jana napigiwa simu na mheshimiwa OCD pale, sema nakuhitaji ofisini kwangu. Basi kwenda pale ndio nikawa nakuta hao wenzetu wa daladala. Kakuta OCD ananiambia, bwana, sasa inatakiwa tuwe na kikao kwa mkurugenzi kesho pale, ambapo ndio ahadi ambayo tuliahidiwa na hapa na mheshimiwa pale Mbembela kwamba jamani, sasa nyinyi watu natakiwa tuwaite pamoja, jeshi la polisi na watu wa LATRA na nyie, basi tuweze kuzungumza. Lakini kwa kifupi ilikuwa ni hivyo, hao wenzetu hawataki tufanye kazi ndani ya halmashauri yetu ya Mbeya vijijini, tukiwa sisi tumesajiliwa kihalali, sio kwamba ni kikundi cha kihuni kwamba tunafanya kazi bila utaratibu. Hapana, taratibu tunafuata kama kawaida na maisha mengine yanaendelea. Asante sana kwa kifupi. Kwenda kwa usiri na kuleta hapa halmashauri. Hongera sana. Asante. Tunakushukuru. Asante. Kilichonisukuma mpaka nikaandika hii barua baada ya kuona hali ya uvunjifu wa amani sio mzuri kati ya madereva wa daladala na wenzetu hawa wa bajaji. Siku moja nikiwa pale stendi, kuna dereva daladala wa Mbalizi Songwe alikuwa akishambuliwa na madereva wa bajaji ndani ya stendi. Ile kitu ikaleta sinto na nifahamu. Na hata sisi wenyewe madereva wa Mbalizi Tunduma huwa tunapotoka pale, tunapotokea pale nje tunakuta daladala hizi bajaji zimejaa pale shule. Sasa kwa kujaa hizi bajaji pale nje, sisi kwetu tunaona kama kuna kero fulani hivi. Kwa hiyo nikaona bwana niandike hiyo barua ili tuweze kukaa kutafuta suluhu badala ya kutumia nguvu au kuwa na mabishano. Lakini tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka huu nilihudhuria kikao cha madereva mkoa wa Songwe kama mwaliko kutoka mkoa Mbeya wilaya DC. Nilipofika pale kile kikao, ajenda kubwa na wao kikao chao baada ya mazungumzo, kwa sababu waliwalika na viongozi wengine, na wao walikuwa ni kero yao ya bajaji. Sasa bajaji zilikuwa zinatoka Senjele zinakuja mpaka Mbalizi. Kwa hiyo wakalileta kwenye kikao, nikasema tayari nimekushaandika barua na mimi nitawaleteeni majibu kwenye kikao hicho na mimi nitakuwepo. Lakini mimi ndio nilikuwa mwenyekiti wa daladala hapo awali kabla sijamwachia bwana Ulimboka Kikosa. Tumepambana sana na bajaji na ugomvi wetu ulikuwa mkubwa sana mpaka umepelekea baadhi ya madereva ama viongozi wangu kwa kachule kupata ulemavu wa kudumu wa maisha kwa sababu ya ugomvi kati ya bajaji na daladala. Sasa nikaona hili lisitokee na lisirudie, ni bora niandike barua kama tulivyokutana hapa ili tutafute suluhu ya bajaji. Na hata tulipokuwa tunakaa na afisa mfawidhi wa LATRA kipindi kile bwana Dennis Daudi, alikuwa akitusomea vifungu vya sheria kuhusu bajaji, kuhusu matumizi ya barabara kuu. Kwa hiyo kwa wale wangu mimi ninafahamu na viongozi wenzangu kwamba bajaji kwenye kutembea kwenye barabara kuu hii, na hata wenzetu wa mkoa wa Songwe walipokuwa wanatoa vifungu vyao na wao wameanza operation ya kutoa bajaji kwenye mkoa wao kwamba zisiingie kwenye barabara kuu ambapo hizi ndio vikao vinaendelea na taratibu zinaanza kufanywa. Nikaona ni bora sisi tulifanye hili hapa, kwa sababu bajaji hata kwa mujibu wa afisa mfawidhi wa LATRA kusomea sheria za bajaji haziruhusiwi kutembea barabara kuu, na hilo mimi ndio ambalo nalifahamu. Na sisi kama viongozi wa madereva na mimi kama dereva ndasimamia kifungu hicho ambacho nimeanza kukisikia toka bajaji zinaanza kwamba zisitembee kwenye barabara kuu. Kazi ya bajaji ni kuilisha barabara kuu, kutoa watu sehemu ambayo daladala haziendi ili kuja kuilisha barabara kuu. Sasa hizi imekuwa kama bajaji ndio imekuwa ndio daladala. Kuna kipindi tuliweka mpaka utaratibu basi tuweke zamu kati ya sisi madereva daladala na wao wa bajaji kwamba wiki hii wafanye wao kusafirisha abiria ndani ya mkoa wa Mbeya na wilaya zetu, na sisi wiki ijayo tufanye sisi. Ikaleta shida kidogo sababu bado hitaji la watu kupanda gari za daladala ni kubwa mno. Mimi naomba tu
kwenye sheria ambazo tunakubaliana zifanywe kazi, kwa sababu hao wenzetu tulishakaa vikao kama hivi tukubaliana kwamba bajaji pale Mbalizi Ifisi palikuwa pana ruti bwana LATRA ya kutoka Mbalizi kuja Ifisi ya daladala, lakini ingizo la bajaji tukaamua tuzitoe daladala hizi, kuzitoa pale tuachie bajaji Mbalizi Ifisi. Lakini sasa hivi tena tutoe daladala tena kuzitoa Songwe, ziende wapi? Basi tuzitoe daladala pale tarafani zirudi tena Mwanjero, kwa sababu makubaliano yetu sisi viongozi na wale na bwana LATRA tulikubaliana kwamba njia ya Mwanjero wa Mbalizi tuifanye kuwa ruti ya gari za tunachukua abiria wengi Costa, tuitoe IC. Sasa hivi hata ukienda huko mjini IC haziendi, zinazochukua abiria 14 15, zinazofanya kazi ni bajaji zinazochukua abiria 4. Sasa ukiangalia tunatoa IC inachukua abiria 15 mpaka 17, alafu tunaacha bajaji inayochukua abiria 3 ndani ya barabara kuu. Sasa hapo tumekwepa nini? Msongamano wa magari ndani ya jiji letu. Sasa hizi tena tumeingiza tena tabia tena ya kuleta bajaji kuzitoa Mbalizi kuzipeleka mpaka Senjere. Mimi Senjere kule nachukua bajaji ni kilomita kadhaa kutoka Mbalizi mpaka Senjere bana, sipungui kilomita 18. Alafu sasa hizi tumeweka bajaji ndio zifanye ruti kwenye hiyo njia. Mimi ningeomba tumekubaliana kwamba tunakubaliana na wenzetu wa bajaji na wenyewe wao wa kweli kwamba tutoa gari pale Songwe pale Ifisi hospitali ili bajaji zifanye kazi iki kipande, ili tugawane mkate wote. Sasa hivi hata ukienda Mbalizi pale nje sheri barabarani tena ni barabara kuu ile pale, ukuta bajaji zimejaa pale. Ukija Songwe bajaji zimejaa, ukienda Senjere bajaji zimejaa. Tafanyaje kazi kwa taratibu? Mimi ombi langu tu kama serikali, maombeni viongozi wangu, isitokea ambayo itokea pale kwenye checkpoint yetu pale Ituta ambapo tulikuwa tunakamata sisi kama bajaji. Kilichotukuta pale kilikuwa sio kitu kizuri. Kuna watu wetu tulikuwa tukienda kuwatazama hospitalini, tukasema sijui kama kesho huyo atafika. Sasa tusirudi huko. Asante. Kwa majina mimi naitwa Ulimboka Kikosa Mwamburi, ndiye mwenyekiti wa daladala zinazotoka stendi kuu kuja Mbalizi, zinazotoka Nsaraga kuja Mbalizi na zinazotoka hapa Senjere Mbalizi kwenda Senjere. Mimi ndio mwenyekiti wa gari zote. Nafikiri kama awali alivyosema kiongozi mwenzangu alitangulia kwamba ni kweli kulikuwa yeye yuko Tunduma, lakini aliona changamoto hizo akampelekea barua OCD. Lakini wakati tukisubiri lile kabla halijafika, kabla kikao hicho hakijaitishwa, ikatokea sintofahamu ambayo sasa sisi tangu 2014 tuko barabarani na kama kiongozi. Na huwa mara nyingi tunaitwa na LATRA kwenda kusikiliza sheria za usafirishaji zinasemaje, ili wale tunaowakilisha wasilalamikie serikali kwa kwamba wanaonewa wakati wao wanafanya makosa. Kwa kwenye yale makosa sisi tunakuwa tunawakilisha kama viongozi kwamba hili kosa ni haki yako kupata adhabu, na hili kosa kama sio ni kosa la kuonewa, basi tutakaa tuzungumze na watu wa LATRA tuangalie namna gani tufanye. Lakini baada ya kuona sheria zinasema bajaji ni chombo cha kufanya kutoa huduma nje ya barabara kuu na kuleta ndani ya barabara kuu, na bajaji kwa mujibu wa sheria ni chombo cha kukodiwa ambacho kinakuwa na kijiwe rasmi sehemu anakwenda anapeleka abiria wake kama pikipiki ilivyo, pikipiki ya magurudumu mawili na pia pikipiki ya magurudumu matatu, nayo sheria zake ziko vivyo hivyo. Lakini sasa imekuwa bajaji sasa ni kama daladala. Na tulikuwa Ifisi, mimi nilikuwa naongoza wakati huo kabla sijamkabidhi bwana, tulikuwa naongoza wakati huo tunaongoza ruti kwenda Senjere kwa Disha Songwe mpaka Nsaraga. Tulikuwa tunaongoza wakati ule bajaji zikaja Ifisi tukaona ni wenzetu nao wana njaa. Sisi tukaamua tutoe gari tupeleke Songwe tuachie Ifisi. Lakini vivyo hivyo kuachia Ifisi na hatujua kuwabuku wala kuitisha kwenye kikao chochote. Lakini baadaye watu wa bajaji wanataka kwenda Songwe. Kama alivyosema mwenyekiti kwamba sisi vijana wetu ndio walimpiga, hapana. Yeye ndio baada ya kule kuchukua abiria kwenye stendi ya daladala, dereva alipouliza kwa nini mnachukua hapa stendi ya daladala abiria na nyinyi hamjarasimishwa kuchukua kwenye vituo vya daladala, wakaanzisha vurugu kumpiga. Yule bwana akakimbia na gari, akakimbia wakamfuata toka Songwe mpaka stendi ya Mbalizi, stendi kuu ya Mbalizi. Wakaja pale wakamvamia na kumpiga. Yule bwana kwenda alichukua hatua za kwenda kituo cha polisi akawashtaki. Baada ya kuwashtaki viongozi wao wakaja kuwaomba, viongozi walikuwepo, tunaomba tolewane yaishe.
kuelewana yaishe, wakalipa gharama za huyo aliyekuwa ameumia na simu yake imepotea, wanasema thamani ya 7, lakini walimlipa mtu aliyeumia. Sasa basi kaja baada ya hapo, sisi baada ya kuchaguliwa tulirudi kwa mwenyekiti kwa bwana, sisi tuliwaachia ofisi, kwa nini msiite ofisi mnaenda Songwe? Yeye mwenyekiti alichotujibu akasema, mimi nimeamua mimi kama mimi bajaji ziende mpaka Songwe. Nikamwambia mimi nimekufuata kama kiongozi mwenzio, haya mambo sio mazuri, hebu tuishie hapa, kila mtu apate mkate, nyinyi muendelee kuisha ofisi. Akasema hapana, hilo tutakubali, sisi tutakwenda mpaka Songwe, labda mkaweke beria ngambo ya Rusungu kule, kwamba ile na Nyala ile zisiende Senjere. Nikamwambia kanuni hazisemi hivyo, sisi tunataka tuishi pamoja. Akasema hapana, hilo litawezekana. Baada ya kusema litawezekana, labda zikafafanua sheria, sisi tumepewa tuzunguke MDC yote, Mbalizi DC yote. Nikamwambia hakuna sheria namna hiyo, ndio maana kuna ruti, hata gari unaona iliko ya kwenda stendi kuu, iko ya kwenda Mwanjelo, lakini yote ni mji mmoja, kila mtu anafanya kazi kwa utaratibu. Akasema haitawezekana, mimi sheria nimepewa kibali cha kuzunguka Mbalizi yote, na wewe uende kokote utakapokwenda, mimi wako viongozi wanaonilinda. Na mimi nikasema hakuna shida. Na pale kauli ya mwisho wakasema sisi tutadili na wewe hata kutufuatilia. Nikamwambia sawa, kudili na mimi sio ni shida, ila sasa tufafanue huyo kiongozi mnayosema nyinyi kuna senti mmempa, basi hakuna shida, tutafuata sheria. Kwani mimi nilichofanya, nikatoka pale nikaja ofisi ya afisa biashara hapa. Afisa biashara kwa nilipokuja kwa mkurugenzi aliyekuwa alikuwa amekaimu, akamwita huyo dada hapa Anita. Kwa hiyo dada afisa biashara akamwita anayetoa leseni, akasema masharti ya leseni zake yeye ametoa zinaishia ofisi. Sasa huko naye akawa anashangaa kwa nini waende Songwe, kwa sababu hakuna mtu asiyejua kwamba bajaji zinafanya kazi kama daladala, hazifanyi kama zilivyoainishwa kama ni chombo cha kukodiwa. Sasa basi baada ya kusema hivyo, tulipokuja hapa kweli tukatoka hapa tukaenda kwa OCD. OCD akasema kuna kikao ambacho tunasubiria kije kikae ndio kitoe maamuzi. Nafikiri ndio tukafikia mpaka kwenye kikao hiki kwamba wenzetu wa bajaji kwa kweli wamekuwa sio waungwana, wamekuwa ni wakaidi, wamekuwa wakiwa na majibu ambayo hayatupendezi viongozi wenzao. Hata kama wanatujibu wanavyotaka wao, lakini kwa mujibu wa sheria tibu zipo, na wao walisema tunataka tufafanuliwe sheria zinasemaje kuhusu sisi. Sasa tunafanya kazi Mbeya yote, Mbalizi yote. Kaambia hiyo kanuni haipo, sababu bajaji nyinyi mkiangalia Mbalizi mna njia zaidi ya 5, 6, 7. Wana njia ya kwenda Iwindi, wana njia ya kuja Halmashauri, wana njia ya kwenda Nsalala, bado wana njia hiyo tumewaachia ya Ifisi, wana njia ya kwenda Utengule. Zote hizo wao wanafanya, lakini sisi tuna njia moja tu ambayo ni barabara kuu. Tunatoka hapa tunakwenda Songwe na kwenda Senjere. Na Senjere asilimia kubwa tunaotegemea abiria ni wao wa Songwe, kwa sababu gari za Tunduma toka tumeanza hatuna ugomvi nao. Wao wakikaa jamu sisi tunagui gari zingine zisha Songwe zinarudi, tunapata abiria, maisha yanaendelea. Kwa sasa tunaona kwamba kwa kweli sisi kama viongozi hatuhitaji migogoro, tunahitaji amani. Na ndio maana hata wafanya OCD aliposema ni zaidi ya mwezi sasa kwamba msubiri kikao, tukawa tulivu tu, na wao wanakwenda mpaka Songwe na wanasema hatuwezi kuacha, wako viongozi nyuma yetu. Lakini sisi tukajua hiyo ni kauli, sio kauli ya kweli, ila tu ni kutuzofisha sisi. Hakuna kiongozi anayeweza akaruhusu hayo. Lakini pia kingine haitoshi, wamekuja sasa mkurugenzi wewe mwenye mji, sisi daladala zetu ili zilete mapato lazima ziingie na Tunduma. Ilikuwa askari afande DTO ameweka askari pale, gari zote ziingie zishushe stendi zilipe mapato ndipo zitoke. Lakini wao wa bajaji wameenda kukaa barabarani. Sisi gari zetu zikisikia barabarani zinakamatwa, bajaji zikamatwa, ziko barabarani kabisa zinachukua abiria zinakwenda Songwe. Hili kwa kweli tumeona kwamba limetuumiza, na sisi tukaona tuifikishe kwako wewe kama serikali, muangalie namna ya huu mpango kaeje ili amani iendelee. Na wenzetu wao walichoomba, naomba sheria, waliomba kwamba sheria wataka ifafanuliwe, maana sheria zao kama walivyosema kwamba wao wanafanya kazi Mbalizi yote. Lakini tunapojua kila kitu kina utaratibu, ndio maana kila mtu amejenga nyumba yake, hakuna anaingia kwenye nyumba ya mwenzie. Kila mtu ana nyumba yake na kila mtu jione ananyoka kwenye nyumba yake ili amani iwepo. Asante kwa kusikiliza. Tunashukuru sana nenda kuwa hapa, na pia nimshukuru kwa kipekee afande OCD. Mimi nina majukumu mbalimbali sababu ninasimamia halmashauri, lakini majukumu mbalimbali. Jana nilipokea simu ya afande OCD
ikinieleza kuhusu hii changamoto. Nilivyoipata tu nikamuomba afande, nikamwambia afande, naomba wadau wote kesho tuitane. Ili jambo sio dogo, ili ni kubwa, ili tukikaa kikao tusemezane, tuweze kukaa kwenye mstari, tujue sheria na mipaka, kanuni na taratibu. Basi kwa maelezo haya mazuri kwa viongozi mlioyatoa kwa ajili ya vyombo vyetu vya usafiri, nimkaribishe mkuu wa kitengo cha biashara aweze kutuambia namna ya parking ya bajaji, na kama atampa mkuu wa eneo hili la Mbalizi Teo afafanue, au yoyote atakayempa atafafanua namna nzuri ya bajaji zipaki wapi na daladala uzuri mnajua mnapaki vizuri pale stand. Sasa tutamsikiliza na yeye, akishamaliza sasa tutaingia sasa kwenye sheria. Mkuu wetu mfawidhi hapa kakaangu Shabani engineer atatoa ufafanuzi. Taratibu zipoje, sheria inasemaje, nini kimekaaje. Baada ya hapo sasa tutamkaribisha DTO. DTO atanyooka na maelekezo. Afande OCD atazungumza kukazia yale DTO aliyotolea maelekezo. Baadaye kama tutakuwa na fursa ya kuuliza maswali, lakini uzuri wa sheria huwa haihojiwi. Ukishapewa unanyooka ule ukipita, DTO anakuwa macho na halmashauri tunakuwa macho. Basi baada ya machache naomba kuchukua fursa hii nikukaribisha mkuu uweze kuongea. Asante. Kwa kuwa tunaye Teo ambaye ni eneo lake hili, naomba kwa ruhusa yako atuelezee vizuri maeneo aliyoyapanga kwa ajili ya parking ya daladala pamoja na bajaji. Karibu. Asante kwa Tanzania. Mimi naitwa David Ndoga, mtendaji wa mamlaka ya mji mdogo wa Mbalizi. Naomba kuongeza, nianze na mamlaka ya mji mdogo wa Mbalizi inahusisha kata mbili. Tunahusika na kata ya Utengulo Songwe na kata ya Salala. Kwa sisi katika eneo letu la mamlaka ya mji mdogo, wote hawa ni wadau wetu. Tunao wadau wa bajaji ambao katika eneo letu tuna njia hii sana tuseme ya ndani ya ZZK stand ya Umalila. Kuna eneo hapa kulikuwa hardware ya Lazaro zamani nje ya stand hapa. Ni kijiwe kinajulikana kijiwe cha bajaji zinazokwenda njia ya kushuka kwenda Tunduma, lakini kuna kijiwe upande wa juu lango la kuingilia stand daladala za kutokea Mwanjero. Zinaenda paka Zedi, kwa maana zinaenda Utengule, zingine zinaenda Umalila. Kwa hiyo utaratibu wa bajaji huko hivyo. Lakini daladala zetu za Somo zina kituo ndani ya stand. Tuna eneo ambalo tumewapa kabisa linajulikana. Daladala za Senjele zinakaa eneo lake. Hali kadhalika magari ya Tunduma yana eneo lao rasmi na wana uongozi wote. Tunduma wana uongozi wao, Songwe wana uongozi. Lakini tuna daladala za mjini ambazo pia zina uongozi wake, nao wana eneo lake. Tuna magari ya Chunya nayo wana eneo lao. Kwa eneo letu la mamlaka ya mji mdogo kwa upande wa usafiri, sisi tumekuwa tumeratibu kwa utaratibu huo. Tumekuwa na maeneo ambayo pia yakiwa kiomba huduma, na tumekuwa tukishirikiana na wadau wenzetu kuona hayo maeneo namna gani wananchi wanaenda kupata huduma ya usafiri. Huu mgogoro ni kweli walimkuta watu wa bajaji wakiwa wameleta barua kwa mkurugenzi wakuomba kujulisha hiyo ruti yao ya Songwe, ambapo walikuwa na barua ya mtendaji wa kata kutoka Songwe. Sasa Songwe siwezi kuizungumzia sana, iko nje ya mamlaka yangu ya mji mdogo wa Mbalizi. Kwa kifupi, sisi mji mdogo wa Mbalizi wote ni wadau wetu, na nilichokiona hapa ni swala tu la busara, na wote tunatafuta riziki namna gani katika kupata riziki, mmoja asife na mmoja asinufaike zaidi. Kwa mkurugenzi, nashukuru mimi hawa wote wamekuwa kilipa mapato kwetu. Kimetajwa kituo kimoja pale Sheri nje, ambapo sisi kama mamlaka mji mdogo tumeshaweka na alama ya kwamba ili eneo haliruhusiwi bajaji wala daladala kupakia. Na mimi kweli nimeona jana wote wawili wanafanya makosa. Gari za Tunduma zinapakia eneo hilo ambalo pia tushazuia, lakini pia bajaji ziko eneo hilo. Kwa mamlaka yangu ya eneo la mamlaka mji mdogo, lile eneo ni marufuku. Yaani sio bajaji, sio daladala. Kwa hiyo namshukuru afande kwa kuweka askari pale, ametusaidia kutuongezea mapato ndani. Asante. Na yule wanapotoka hapo
hapo mlangoni kukunja. Ndio hiyo nilikuwa nalizungumzia hiyo ndio. Lakini kwenye upande wa usafiri, busara kwa kikao cha leo, busara zitakaa pembeni. Kikao cha leo mimi nitapenda sheria. Na tatizo langu mimi ni kufuata sheria na taratibu. Kwa hiyo leo tutakwenda na sheria. Yule ambaye amekosea tutamwambia aishia kwenye mpaka wao. Yule ambaye amepatia tutamwambia endelea. Si tunaomba garuti kwako. Naendelea, nenda kafati taratibu. Ndio kikao cha leo. Sitapenda busara na hekima, kwa sababu tukisema busara na hekima tutaleta madhara makubwa. Mumemsikia mwenyekiti wa Mbalizi Tunduma. Kuna madhara, na niwaombe msiwe mnachukua sheria mkononi. Afande OCD yuko na chombo chetu cha usalama kipo, na uzuri afande DTO timu yake ameipanga vizuri. Wako kila mahali, unakuta reflector tu pale saa zote wanafanya kazi. Msichukue sheria mkononi. Siku hizi tuna sheria bila shuruti. Toeni taarifa, tushirikiane, mwenye kosa atajulikana tu. Hata hao yanaongea kama tarumbeta. Si mnazijua tarumbeta zinavyopiga hivi. Sisi hatutaki mahiri wa kuongea, mahiri wa kuvunja sheria. Sisi tunachotaka sheria, kanuni na taratibu zifanywe nini? Zifuatwe. Alafu na eneo letu sisi ni trunk road ya mpakani. Lazima tuwe na nidhamu. Unajua wenzetu wa nchi za nje watatushangaa kama sisi hatuna nidhamu, na nidhamu inaanza nyumbani. Kwa hiyo nimeona kikao chetu cha leo tukae kwenye mstari. Leo ni mambo ya sheria tu, kanuni na taratibu za uendeshaji wa vyombo vya moto. Kwa heshima kubwa nichukue nafasi hii nimkaribishe Engineer Shabani aweze kutupa namna ya sheria zinavyosema na nani aishie wapi, kwa sababu uzuri wa LATRA unaonyesha mpaka point unakoishia. Uende hapa mpaka hapo. Ukitaka kuongeza route unaenda kuilipia. Nafikiri ndio inakuwa hivyo. Basi kwa heshima kubwa naomba uweze kufunzwa sheria. Asante sana. Okay. Habari za muda. Kama nichukue nafasi hii pia kueleza kwa ufupi sana tafsiri ya kisheria. Ili mwenyekiti labda kwa ruhusa yako kabla ya hapo, mgogoro huu kweli sisi ulitukuta ofisini kama walivyosema wenye viti wa pande zote mbili. Tulikuwa na kikao nao tarehe 6 mwezi wa pili, kikiwa kikao hicho kina jaribu kuaddress au kuzungumzia huo mgogoro, na ilionekana kwamba walifanya makubaliano ya pande zote mbili 2019 wao wenyewe. Yale makubaliano ndio yakazaa kwamba bajaji watafanya kutoka stendi mpaka Ifisi katika taratibu ambazo walikubaliana wao. Ndio hizo busara walikuwa wanazungumza. Sasa baada ya hapo ikawa sasa kuna manunguniko kwamba ilikuja maombi niseme manunguniko kwamba wakaomba wazidi pale eneo la awali la Ifisi waende mpaka kwa Mchacho kama sijakosea, na wakawa wamekubaliana tena pande zote mbili wao. Sasa baada ya kuja hitaji la kwenda mpaka Songwe Ralini, nafikiri watu wa daladala ndio waliona sasa mbona tunaendelea kuongeza mpaka njia yote inaisha. Kwa hoja ilikuwa ni hiyo, lakini cha pili yake ni kufanya kama daladala, maana kuchukua vituo vile ambavyo vilipaswa kuchukuliwa na daladala. Kwa hiyo kikao sasa cha tarehe 6 mwezi wa pili kiliazimia kwamba yale makubaliano yao ya awali yaheshimiwe, yatekelezwe. Sasa katika utekelezaji ilikuja shida pia ya kukubaliana, ndio kikaja kikao cha mwisho tena ambacho tulikifanya siku ngapi, lakini nitarejea hapa. Ambacho sasa ndio tuliona ni vizuri kushirikisha wadau wa maeneo yote ili tuweze kuzungumza kuona nini kinachoweza kufanya. Sasa ambacho tumekuwa tukisema sisi sasa kama mamlaka ya LATRA, tunazo leseni za aina mbalimbali. Moja ya aina za leseni ni vyombo vya kukodiwa. Na vyombo vya kukodiwa hivi vinaangukia kwenye bajaji, pikipiki, kuna taxi, kuna gari za kukodiwa maalum kama special hire na mfano wake.
Sasa sheria ya vyombo vya kukodiwa ya bajaji na pikipiki hii iko kwenye kanuni ya 16 ya sheria za vyombo vya kukodiwa ya mwaka 2020 na imeelezea sasa hasasa kifungu cha 16A na B. Tunzuri nimekufuatia pia mkurugenzi kwenye WhatsApp. Inazungumza kwamba pikipiki na bajaji kwanza zitaegeshwa kwenye eneo ambalo limeamriwa na mamlaka yenye dhamana. Kwa ukiona eneo mamlaka yenye dhamana, eneo maana yake ni halmashauri za miji na majiji, ndio watu wenye maeneo. Dhamana Mheshimiwa Teo hapa alitakiwa aeleze maeneo ya maegesho ni yepi, kwa sababu ndio wenye dhamana ya maeneo, sio LATRA. Sisi wakishaainisha hayo maeneo, sisi ndio tunawashawishi sasa wasafirishaji wayatumie kwa mujibu wa taratibu. Kwa hiyo tunaona halmashauri anakuwa na maeneo na anaanza kasajili vikundi ambavyo vinafanya kazi kwa pamoja, lakini si kutoa leseni ya usafirishaji. Hapa ni mzuri tukaelewana. Halmashauri haina mamlaka hiyo. Ile inaweza kasajili vikundi vinavyofanya kazi halali kwa utaratibu uliokubaliwa. Ila leseni ya usafirishaji kwa mujibu wa sheria ya LATRA, sheria namba 3 ya mwaka 2019 iko chini ya mamlaka ya LATRA. Sasa leseni tunazozitoa sisi kwa vyombo vya usafirishaji wa kukodiwa ndio hizo. Kwanza hapa imezungumza kwamba lazima vyombo hivyo viwe na stendi maalum za kuegesha, ili anaenda kukodi ndio anaenda kuchukulia pale stendi na anaenda ndani ya mipaka ya halmashauri. Sasa sawa, ndani ya mipaka ya halmashauri. Kwa hiyo ni jambo la kwanza. Lakini kanuni hiyo kipengele B imesema kwamba vyombo hivi visitoe huduma kuingiliana na vyombo vingine kama commuter na intercity. Commuter maana yake daladala, intercity ni mabasi yanayofanya kazi kati ya mji mmoja na mji mwingine. Kwa nini kusiwe na mwingiliano? Maana yake kutakuwa na mgongano kimaslahi. Sheria imeeleza wazi. Kwa hiyo utaona hata sisi tunaposajili sasa hivi vyombo vya kukodiwa, nafikiri madam hapa atakubaliana na sisi. Kwanza kabla sasa heshima kubwa upande wa daladala nitatoa watu wenye maswali watatu kwa ruti ya Mbalizi Tunduma, watu watatu. Kuna swali kidogo sikuelewa hapa kwa Mheshimiwa Teo. Amesema ameweka bajaji za kwenda Tunduma. Sasa nafikiri sheria LATRA imefafanua hapo, sheria zikoje, kwamba vyombo vingine havitaki kuviingilia vyombo vingine kwenye ruti zao. Na akarudi tena kwenye mapana na marefu kwamba ukienda ruti kwa mujibu wa sheria tunafahamu kama daladala, kama ulikuwa unaenda Uyole umeona ikulipi unachukua stendi kuu. Ya kwa maana sio kwamba unaenda kuongeza ruti, unaenda kubadilisha ruti ambayo kwa sababu kwa mujibu wa sheria kabla hujaomba leseni ya biashara lazima usurvey njia ambayo inaweza kukupa wewe unaona inaendana na wewe. Kwa hiyo unapoomba ruti uende kwenye hiyo njia. Sasa hapa nimeona Teo mwanzo amesema kuna stendi ya kwenda Tunduma ya bajaji. Nafikiri na nukuu alivyoongea hapa. Lakini pia kauli ya Mheshimiwa LATRA kafafanua vizuri kwamba leseni hairuhusu kuingilia kwenye usafiri mwingine. Sasa hili labda kidogo, tuna njia hii ya nje ya Zedi. Bajaji zinapaki hapa nje ya stendi kuelekea njia ya Tunduma. Sijasema zinaenda Tunduma. Njia ya kwenda Tunduma zipo na wote tunazitumia hapa tunapanda. Hizo zinazopita njia mpaka Ifisi ni njia ya Tunduma. Tunacho kituo cha muda mrefu na ndio cha kwanza katika vituo vyote. Asante. Mmeelewa eh? Kuna swali lingine. Hapo akafanya kazi ya kutafuta uchumi, sio kugombana. Nashukuru kiufupi kwa Mheshimiwa Teo kwa kufafanulia. Lakini bado kidogo. Maanake njia kwenda Ifisi ile tayari daladala zipo. Na Mheshimiwa Mdende pale amefafanua kwamba vyombo haviruhusiwi kuingiliana katika ruti. Na Mheshimiwa nashukuru umesema leo inatakiwa tufuate sheria ili zije karudi tena migogoro. Mwanzoni na nilifika hapo ilikuwa sasa ni makubaliano sisi kwa sisi kama umoja wa madereva. Tukakubaliana kazi inaishia Ifisi. Sasa leo hii inatakiwa ifuatwe ni sheria ili vyombo visiingiliane. Sasa tunarudi tena kwa Teo atufafanulie vizuri sasa kwa sababu leo Msimwataki Teo, aniataki mimi. Msimfuate Teo. Na naweza nisimpe Teo tena asiongee. Kaongea mimi tu. Nashukuru.
Kwa hiyo nataka tufafanuliwe vizuri sasa za ifisi hizo zitakuwa zinapitia wapi ili zitoke kwenye mwingiliano wa ruti. Kodi mimi amenikimbiza ifisi pale hospitali, nimeshusha mgonjwa wangu, anawasha bodaboda kwa sababu sio kituo chake. Anarudi na bodaboda yake na helmet yake na nini wanasema reflector, anakuja kupaki Iwindi. Kwa sababu yeye kituo chake si Iwindi namba 1. Anapaki Iwindi, anatulia pale, anasubiri director alete mtu mwingine au mteja mwingine. Mimi nilivyomuelewa hizo. Bwana mkubwa, umenielewa? Umelizika? Umelizika na nimekuelewa vizuri. Asante. Haya. Naona sasa leo mlipokuwa na maswali, mimi nimeelewa kwa upana zaidi. Sheria imefanuliwa na nimeielewa. Swali langu mimi ni kwa kukodishwa. Kukodishwa hawazidi watu, sijajua sheria. Kwa kukodishwa anaweza kuwa watu 5, 6, 1, 2. Kwa hiyo nataka nijue sheria kwanza hapa, kama kukodisha bajaji inatakiwa iwe na watu wangapi? Hiyo moja. La pili, mimi sitapata nafasi tena ya kuongea. Naomba kikao cha leo kiwe kizuri na Mungu atusaidie. Kwa sababu mgogoro wa bajaji ni mkubwa sana, alafu hizi zinaanza mapema. Isije kazaa mzizi ukawa mzizi mrefu tukashika kuukata. Kama tutafika muafaka kwa bajaji, hiyo sheria afuate sheria yake, basi sheria ifuate sheria. Isije ikajirudia tena, kwa sababu najua mgogoro wa bajaji uko vipi. mbona unatoa amri kikao chako wewe? Basi nashukuru. Kama unataka kuanzisha mahojiano ya kusema unaanzisha kikao chao kutupa maelekezo hapa, sisi tunaanza kushughulikia wewe kwa sababu wewe ndio utakuwa mgomvi kwa bajaji. Asante. Pia naomba swali la pili, naomba tuniseme kwamba sio kawa unaongoza wewe kikao, wewe sio mwenyekiti, lazima ukianzisha huko kikao chako. Asante. Kuna mikaka. Naomba nisamee mkurugenzi. Asante. Naomba swali langu ni hilo tu basi, ya kwanza kwamba kama ni kukodisha, tujue ukodisha wako utakuwa utaratibu gani, ili kama ni kukodisha. Sheria imeweka wazi kwenye kanuni ya 15 kipengele cha C inaonyesha kwamba vyombo vya kukodiwa vitazingatia idadi iliyoainishwa kwenye kadi ya usajili na kadi ya chombo kilichotengenezwa na mtengenezaji manufacturer. Kwa mtu wa utengenezaji wa bajaji, capacity yake ni abiria wangapi? 3. Afili kwa hiyo. Sasa ni moja. Pikipiki capacity yake ni abiria moja tu. Ndio iko kisheria. Hakuna mishikaki kwa maana tafsiri ya kisheria. Na watoto chini ya miaka 9. Afili hiyo kwenye sheria za usalama barabarani pia. Chini ya miaka 9 pia hawaruhusiwi kwenye pikipiki. Sasa ile kwa sababu liko kwenye salama barabarani nisiseme sana. Na pikipiki ya abiria moja, bajaji ya abiria wasiozidi 3. Na nyinyi ni viongozi. Sisi tutataka mkawe walimu na mafundi. Sasa hivi kwa heshima kubwa nimkaribishe Mheshimiwa mwenyekiti wa bajaji, kama mna maswali matatu, kama hamna mtuambie ili tumkaribishe afande DTO anyooke kwenye sheria na utaratibu. Baadaye afande OCD ndio atamalizia. Mimi sitakuwa tena na kusema. Afande OCD akishafunga semi. Waraka. Amefafanua vizuri, mimi nimemuelewa. Sasa swali langu ni kwamba bajaji ni kweli chombo cha kukodiwa. Nakodiwa kutoka Mbalizi kwenda Songwe. Je, nitakuwa nimetenda kosa pale ninapoishia Songwe ikiwa ni ndani ya halmashauri yangu? Bajaji mwingine, nani bajaji mwingine? Asante tutaki daladala. Bajaji tu. Kama kunipa nafasi hii na mimi kuuliza swali kama nilivyojitambulisha. Kwanza ni kiongozi wa katiba na sheria kwa upande wa bajaji. Kwanza mimi nipongeze. Majina yako? Naitwa Oscar Kibona. Kwanza nipongeze kwa kuitisha kikao hiki ambacho nafikiri leo kinatatua ule ambao tulikuwa tunadhani kwamba kunaweza kuwa na mzizi wa fitina, kumbe wala hamna. Namshukuru pia
kiongozi wa LATRA kufafanua hapo kwamba tunaruhusiwa kufanya kazi ndani ya halmashauri na sisi tunafanya hivyo. Mimi swali langu ni moja tu, nataka niulize kama walivyouliza wenzetu kwamba kwani chombo cha magurudumu matatu kinaruhusiwa kubeba abiria wangapi, na limejibiwa. Na mimi nitamani niulize vile vile kwamba ni halali abiria kusimama kwenye daladala. Nashukuru. Samahani mkurugenzi, swali langu ni moja. Yaani makamu wewe kama bwana. Asante. Yaani hapa hiki kikao chetu huru kwa sababu sisi tunatafuta mapato. Nashukuru. Mimi swali langu ni moja. Nimekodiwa Mbalizi naelekea Songwe na Songwe ni ndani ya halmashauri yetu. Je, nikifika Songwe sema ambao nimeruhusiwa nipaki, nikipata abiria watatu wa kurudi Mbalizi naruhusiwa niwachukue? Asante. Naomba nitoe ufafanuzi tu kwa ufupi tu. Swali la kwanza la mwenyekiti wa bajaji nilikuwa nauliza kwamba bajaji ikodiwa kwenda Mbalizi Songwe ndani ya halmashauri husika ni kosa? Jibu sio kosa. Na kama nilivyosema ni chombo cha kukodiwa, kitafanya kazi kutoka kituo kilichoainishwa na mamlaka yenye dhamana hiyo, na kitakodiwa ndani ya mipaka ya halmashauri husika. Sasa labda hapo ufafanuzi wa ziada ni kwamba kama nakodiwa kutoka Mbalizi na kwenda Songwe, maana yake nikikutana na abiria wa Ifisi, huyo maana sio kituo, sijachukulia kwenye kituo changu ambacho napaswa nichukuliwe kwa kukodiwa. Si kama naeleweka? Kwa hiyo si kosa ili mradi una abiria ambao umewatoa kwenye kituo cha kwako kilichoainishwa kwa mujibu wa leseni yako ya usajili kwenda ndani ya eneo la mipaka yako ya kufanyia kazi. Tafsiri. Kwa jibu lake B yake sasa ambao ni jibu la muuliza swali aliyemaliza. Wakati wa kurudi, nafikiri hata mwenyekiti alisema kwamba anakodiwa kutoka Iwindi hapa, anachukua mgonjwa anampeleka Ifisi. Ifisi kuna kituo kingine kule cha bodaboda wa kule, si ndio? Kwa hiyo huwezi kuchukua abiria kule kuja naye huku kwa sababu kule kuna kituo kingine. Wewe umekodiwa kutoka Mbalizi huku kwenda Songwe. Mbalizi ndipo kituo cha kwako kilipo, si ndio? Maanake Songwe kuna watu wengine watakuwa wameainishiwa kituo hicho. Kwa hiyo unawasaidia kuwapa abiria, unaporudi unarudi kwa utaratibu ule ule kwamba huna kibali cha kubeba abiria kwenye kituo kisicho cha kwako. Na ndio maana tunazisajili kwa vituo. Swali jingine ambalo aliuliza mheshimiwa, swali la pili ni kwamba kwa sheria na katiba daladala kusimamisha abiria ni halali? Vyombo vyote vinasajiliwa kwa mujibu wa kadi za usajili zinazoainisha idadi. Kwa kuzidisha idadi ni makosa kwa mujibu wa sheria za usajili. Na ndio maana wako wenzetu wa usalama barabarani ili kusimamia utekelezwaji wa masharti ya sheria za usalama barabarani. Kama ambavyo pia ni makosa kwa anayekodiwa kuchukua abiria kwenye vituo vya njiani. Kwa sababu aina ya leseni yake haiainishi hivyo. Kwa kuzidisha abiria nje ya ile idadi iliyoainishwa kwenye kadi ya usajili wa chombo chochote ni makosa. Kuchukua abiria nje ya kituo kilichoainishwa kwenye chombo cha kukodiwa kwa mujibu wa sheria hii pia ni makosa. Heshima kubwa, naomba nimkaribishe DTO aweze kusema neno mioyo yetu ipoe kabla afande OCD hajatufungia kikao chetu. Kwa mimi sina maneno mengi hivyo. Mimi nataka sheria ukivunja na taratibu. Karibu afande. Nashukuru Mheshimiwa Mkurugenzi, afande OCD, meza kuu na wote. Habari za saizi jamani? Nafikiri mnifahamu kwa kiasi fulani. Mheshimiwa Mkurugenzi ameongea mengi. Kiongozi wetu wa upande wa LATRA na ameongea mengi. Bwana pale nimemsahau jina kidogo, afisa biashara yupo. Lakini kuna kitu hamjaweka wazi. Kuna kitu katika tangu tumeanza kuongea kuna kitu hakijakaa wazi. Mimi napenda tukae wazi. Tukae wazi kabisa kwa sababu chenye shida kubwa, yani chenye shida kubwa kwamba kimeleta hapa
Ni hii route hapa. Hapo hiyo ya Songwe Ifisi hapo katikati hapo. Yale ambayo mko mshakubaliana Ifisi sio tatizo. Hapo Ifisi hapo nafikiri hapana mgogoro. Ifisi Mbalizi hapo. Yaani penye shida ni hapo Songwe ndio penye shida. Sasa pale hatujaongea wazi kabisa. Hapo tuweke wazi kabisa. Which is which? Kuna kitu kinaongelewa hapa. Sasa hivi wanapaki kule kabisa Songwe kule vituo kwa kutumia diwani, sio mtendaji wa kijiji pale. Kuna kitu kule kishaanza kidogo. Ndio vileta mgogoro hapa siku za nyuma, hapa siku za mwanzo kidogo. Kwa hiyo yani tuweke wazi kabisa kinafuatwa nini tunapotoka hapa tujue tunafuata nini. Wani waambie kitu jamani. Hakuna nchi ambayo inaenda ovyo ovyo. Yaani hapo kuti Somalia huko au wapi. Nchi zote duniani zote zina sheria zake zinazoongoza. Si ndio jamani? Hakuna mtu ambaye hathaminiwi ndani ya Tanzania. Kwanza mtembea kwa miguu, sio watu wa baskeli, kila mtu anathaminiwa. Tumeelewana jamani? Hiyo kitu kwanza mjue. There is no discrimination of anything. Sawa watu wanatumia barabara wanaheshimika kwa asilimia mia kwa kila mtu. Hiyo lazima tuelewane. Sisi ndio. Lakini mambo ya msingi ni mgogoro ambao unatokea hapa. Mgogoro ambao uko hapo. Pale ambapo tulisema kwamba muishie hapo, hilo halijawekwa sawa. Mheshimiwa hujaongea pale na wasabiashara, naomba watamke. Tujue ni which is which, tunafuata nini? Sababu inatoka tunarudi. Tunatoka hapa tunarudi. Tunaongea kitu kile tunarudi pale. Hapo tuweka na ukweli daima utashinda. Usije ukavunja sheria zako. Ukafanya hivi, ukaziba barabara, ukafanya hivi, ukafikiri kwamba ndio umeshinda. Naombeni. Kama kuna tatizo lolote, mimi niongee tu hapa, tufuate sheria za nchi. Jamaa tumeelewana Tufuate ngazi husika. Tukija kuangalia vijana wetu wote hapa wanafanya biashara kwa sababu ya issue ya ajira nini, hawana leseni, hawana nini. Sio jamani? Tunaenda wote vizuri tu. Kuna mambo tunafumbia macho na kuwahimiza kuwapa elimu 1 2 3. Kwa naomba sheria zifuatwe. Kwa wazi kabisa. Wao nitaomba pia Mheshimiwa Mkurugenzi, afisa biashara atamke wazi pale. Wapi mwisho wao tujue wapi. Sawa jamani? Tunapokamata tunajua tunakamataje. Sababu hapo ndio inaleta shida. Yaani tutamke wazi. Mwisho ni wapi? Mwisho ni wapi? Huyu anabeba anafanya nini? Kama wanakaa wanaongoza wote, ile mtu anakodiwa, wanasimama wote wadaladala na nini, waelewane wafanye hivyo. Hamna mtu ambaye kinachotakiwa ni kazi ifanyike vizuri kwa maelewano na bila maingiliano na kila mtu arizike na utendaji. Si ndio hilo? Mimi la kwangu nalotamka, mimi nitasimamia sheria ya ukweli. Sio ile ya kuongea hii hapana. Tutasimamia sheria nini? Ya ukweli. Sheria ya ukweli, sheria salama barabarani inasemaje? Sheria ya LATRA inasemaje? Haya, afisa biashara ametoa kibali chake mpaka wapi au LATRA mpaka wapi? Ruti inasemaje? Hivyo ndivyo tunasimamia sheria za nchi zinaenda. Lakini huwezi kwenda ovyo ovyo tu hivi kwa kuongea hivi kawaida hivi. Hapana. Tuangalie kabisa kimsingi. Tukishindwa tuende kabisa hata kama ni mahakamani tupate ufafanuzi au translation ya kisheria kama hujaelewa. Lakini tusifanye kwa kutumia vichwa vyetu. Jamani tumeelewana? Jana waombeni. Hiyo ndio kitu ambacho kunatakiwa. Kwa hiyo sheria mimi nasema tutazisimamia wakati ya maamuzi ambayo yametolewa hapa ambayo yamefafanuliwa na Mheshimiwa Engineer hapa, lakini sheria za usalama barabarani, mambo ya jazaji, mambo ya leseni na ukiukaji wa maadili sheria mbalimbali za usalama barabarani tutasimamia. Mimi wadi niko very strict. Lakini mtu ambaye nifahamu utanichukia, mtu ambaye ananifahamu utanipenda kabisa. Yaani huwa sinaga hili na lile. Sina kona. Mimi najiamini mpaka wanajiamini kwa sina kona katika. Na kwa mfano hapa mgogoro mheshimiwa niongee tu hapo kwa fupi sana. Niliwaita sasa kama sikuwaita. Na nilipokuwa naona tatizo linaendelea na wapigia mpaka simu. Shida nini? Nikampigia na afisa biashara. Akanifafanulia, nikampigia mtu LATRA akafafanulia. Ndio nikaanza kufanya kazi pale. Nikaleta mgogoro tena. Ndivyo ilivyokuwa. Lakini mimi naomba hivi tufuate sheria. Sawa ndugu zangu tufuate sheria. Watu daladala au bajaji sio pikipiki wa gari, yani tufuate sheria. I'm very strict. Sheria lazima zifuatwe hata kama sio kwenye uongozi wangu, sheria lazima zifuatwe. Yale matatu mazito, yani yanakuja na mvua na manyunyu. Wakati nikihesabu 1 2, wakati naanza 1 mnafanya hivi. Ikifika 3 ndo unapiga kubwa 1 2 3. 1 2 3. Nikiona nitatoa hapo mimi amenifurahisha msao mimi nanyoka, labda nijua. Afande nyoka. Hakuna kuweka sura, sisi watoto mjini wanasema weka sura ya undata pale.
Cheka. Sasa hapa OCD kasema ni mbuzi. Sasa naomba niweke wazi kwa jambo moja. Nipeni nafasi kwa siku ya leo, kesho na kesho kutwa. Idara zangu hizi wakaandae vibao vya vituo vya bajaji. Umenielewa vizuri? Vituo vya bajaji, alafu na kuainisha sehemu za bajaji kutulia vizuri kupata abiria wao kwa nambas. Sababu ni mji. Sawa viongozi? Ili tumjue reflector nyekundu namba ngapi, reflector light blue namba ngapi, reflector njano namba ngapi. Hiyo ndio heshima ya miji. Tukimwona tu reflector nyekundu tunamjua yule wa Ifisi. Tukimwona reflector light kijani tunamjua yule wa Mbalizi. Na lazima kila mtu anunue reflector. Sasa leo sitasimamisha maafisa wangu. Nitaomba siku 3 ili wakishakamilisha hivyo kuainisha hivyo vituo na kuwaweka na kutoa maelekezo ya reflectors ili tukutambue kwa reflector. Kama wewe ni mwendesha bajaji unavaa reflector rangi gani, ni wa station ipi? Tutatoa hayo maelekezo ili na wao watajipanga namna ya kufanya. Sababu reflector ni shilingi ngapi ya bajaji? Makofi kwa mwenyekiti jamani. Kwa hiyo maafisa kuanzia mkuu wa idara ya dadanti na mkuu wa mamlaka ya mji mdogo, tuipe heshima mamlaka. Kainisheni maeneo mazuri yasiyoleta ajali wala kumzuia daladala asitoke, asishindwe kutoka. Toeni maelekezo wasipaki ovyo. Yaani tukimaliza tukikaa hapo mnaenda huko na watu wako. Na maafisa biashara mkamwagike. Wasipaki ovyo, ainisheni, alafu chagueni rangi. Na kama kuna uwezekano mimi ninavyoona mjini kama ni parking ya namba 1 wanaandika nyuma huko maandishi makubwa 1 kituo namba 1. Kama ni 2 wanajua kituo namba 2. Mtu kama kashindwa cream, sababu kuna wengine wana matatizo ya kusoma rangi. Nyekundu anaona damu ya mzee. Mweke namba. Sababu uzuri rangi zote kwa nyeusi zinaingia. Kituo namba 2 atachora huku 2 nyuma. Hata akitumia marker mradi aonekane kituo chake. Ili kiturahisishie mji utawalike. Kusiwe na vita. Alafu na ahidi kwenu. Baada ya siku 3 tutoe barua kwa viongozi wote watatu. Kwa daladala zinazotoka mjini kwenda ruti gani ya kwako? Senjele. Mpewe barua yenu ya kuonyeshwa ruti ya bajaji. Singine kwamba bajaji hizi zinapaki hapa zinaenda mwisho hapa. Na mheshimiwa mwenyekiti wa ruti huko Mbalizi mpaka wapi? Tunduma, na wewe uletewe barua ya ruti ya bajaji na vituo vya bajaji. Na mheshimiwa mwenyekiti wa bajaji utaletewa ruti ya bajaji yako na vituo vya kupaki. Hata kama tusipokuwa na ruti unaweza kama umenunua ruti 3 au kama wewe una ruti umekodisha lakini kituo chako utaletewa barua nakala. Lakini barua hiyo sisi tutamwandikia afande OCD. Kumuonyeshia vituo na jinsi tulivyojipanga. Unajua ukiambiwa serikali ya mtaa onyesha pointi ulipo. So mheshimiwa rais kishaonyesha pointi za mitaa yetu na namba. Tunayo zile namba kwenye nyumba zetu Sasa na sisi tunataka tukajipanga. Ukweli usiopingika tujajipanga kwenye pointi za kupaki hao bajaji. Uongo kweli? Kama ukiona kuna mapungufu lazima useme. Kwa hiyo mnipe siku ngapi? 3. Nitoe pointi zao za mahali wanako paki. Tukimkuta sehemu nyingine sheria itachukua mkondo wake. Lakini wewe kiongozi au waendesha mabasi au daladala au bajaji tusichukue sheria mkononi. Kwa hiyo tutaleta hiyo taarifa. Sisi tutamwandikia afande OCD lakini nakala tutawapeni ninyi viongozi wote ili muweze kujua na namba. Sawa jamani? Kwa hiyo sasa watendaji ambao mko chini yangu kazi ianze kuanzia leo. Teo, panga mji wako vizuri. Alafu elekeza
wale wanaochukua mamlaka yao ya kutoa tu kabarua kanamuingiza mwenzie matatizoni, waambie wasifanye hivyo. Waelekeze. Ndio mnaweza mimi mtaani mnataka mnione kwamba mimi ndio mhusika hapa, nakupa kabarua. Pinde. Dadangu mkurugenzi Erika Yegera, mkurugenzi wetu wa Mbeya DC, nakushukuru. Injinia Mdende, nakushukuru pia kwa kufunga safari hii huku. Lakini pia niwashukuru kwa mahudhurio mazuri. Taarifa zilikuja kwa muda mfupi, lakini wengi mmehudhuria. Mimi niseme tu kwamba hii nchi na sheria na taratibu zake. Na binadamu tunaishi kwa utawaliwa na kanuni na taratibu. Kila mtu afuate sheria na taratibu ambazo zipo. Kama kuna jambo ambalo tutakwenda tutatanalo, kutakuwa kuna baadaye watabaki wataalamu. Mtauliza, lakini hiyo sio kuuliza mpaka jioni bila kufikia mwafaka, hapana. Lakini tuwe na utamaduni wa kutii sheria. Masuala kujichukua sheria mkononi. Na shangaa mheshimiwa mkurugenzi, ile eneo la kutumbea yote, yani na utamaduni wa kutatua matatizo kwa njia ya mgomo, kitu ambacho ni kibaya, na sijui utamaduni umejenga. Na sijui kwa nini sio umetokea wapi. Yaani kunapotokea changamoto watu wanakimbilia kwenye kugoma, na migomo hiyo inapelekea kuathiri haki za watu wengine. Kwa mfano kuziba barabara ya umma. Watu wanagoma, barabara ya umma inazibwa. Sasa labda nikupitia kikao hichi tuseme tumake ifike sehemu tuheshimu kanuni na taratibu. Hatutafumbia macho kwamba wewe ni kiongozi alafu unafika sehemu na wanatabia kujitoa. Kwamba bana mimi usige ngoja tu wenyewe tu hao ndo maamua na nini, hapana. Jukumu la kiongozi ni kuyavaa na kushauri na kuelekeza taratibu zilivyo. Kwa hiyo issue za kugoma, watu wanaziba barabara na nini, tunazuia watumiaji wengine wa barabara, hilo hatutavumilia tena, na ile iliyotokea kwa mara mbili iwe ni mwisho. Kwa sababu matumizi ya barabara ni barabara za umma. Kuna watu wanapeleka wagonjwa hospitali, kuna watu wanaenda kwenye shughuli zao za uzalishaji mali na nini. Sasa kikundi cha watu wachache tu wanaamua, sasa bana tumeonewa na nini, hakuna kupita hapa barabarani. Sasa hilo hapana, hakuna serikali ya hivyo. Tumekuwa tukitumia njia za diplomasia, lakini inaonekana kama ni kama ni utaratibu fulani, kama tunaonekana labda au mnatufasiri ni waoga, si ndio? Hapana. Yaani mimi binafsi siko hivyo. Yaani sasa hizi kitakachotokea wewe kama utafunga barabara, tutakwambia fungua barabara, tutachukua sheria. Inasemaje? Lakini tutajadili zaidi na kiongozi. Maana wanasema mpige mchungaji ili kuondoa watawanyike vizuri. Tunakamata kiongozi ili kusudi wale wengine waone sasa, kwa sababu wewe kiongozi ndio mara nyingi ndio unaongoza genge lile. Uwezo ukasema tu hapana ni wenyewe tu wameamua na nini. Lakini kupitia kikao hichi sasa kila mtu afuate taratibu na kanuni, kwa sababu kunapotokea mazingira ya migogoro kama hii hata maendeleo yanakuwa hayapo. Wenzetu wa bajaji nadhani mmesikia vizuri, si ndio? Umeelewa vizuri Filipo? Nimeelewa. Hii issue na ka upenya kusema kama kukodiwa wanakatumia sana. Unaweza kutoka mtu anasanya huko barabarani. Akishaanza kusanya kule. Alafu akiuliza sana nimekodiwa, kuuliza tu nimekodi. Kwa hiyo kutoka kule anasimama hapa, akitoka hapa anasimama hapa, ukimuuliza sema nimekodiwa. Hapana. Kwa hiyo hii solution inakuwa vituo vya kusimama vitatusaidia nani mkurugenzi wetu. Kwamba ijulikane kama ukikamatwa kule nani unasema umesimama hapa eti kwamba unasanya abiria, hapana, unaambiwa kituo chako ni kipi. Ukikodiwa wewe nenda mpaka sehemu ambapo umefika. Lakini upenya ukodiwa hii ndio sababu utakuta anasema tumekodiwa, kumbe anasanya abiria. Sasa nao nani ambao kimsingi wanalipa mapato na nini? Na sijui bajaji mnalipa wapi mapato yenu? Halmashauri. Si ndio? Lakini kwa utaratibu ambao upo. Lakini kitu kingine, bajaji mnajaza sana abiria. Yaani ukasema hata dereva yule wa bajaji hata ukaji hata kiuno mpaka kama kimepinda. Sasa na barabara hizo zinazokwenda jamani, zina historia ya ajali sana. Hii eneo la airport pale. Mnapenda kwenda kule japokuwa mnakiuka taratibu, lakini hata kwa usalama kwenu ile ni hatari sana. Yaani katika kumbukumbu zetu lile eneo linakuwa na ajali nyingi. Gari zile haya malori ya kutoka kule Tunduma wapi na nini. Hata gari tu za abiria. Sasa unajaza watu mle, lakini pia unaenda kwenye ruti ambayo ni ndefu. Ikitokea ajali pale watu wamekufa, watu wanane kwa kwenye bajaji. Hivi hiyo taarifa ilikuwa imekaje? Bajaji inaweza kubeba watu watatu, alafu lori limekuja limepitia bajaji, alafu inaonekana waliokufa watu wanane. Walikaaje mle kunile?
kwenye ile bajaji. Na hiki kingine tuwe na tutafute leseni za udereva. Kwa sababu hapa tunajadili mtu aweze kutambulika dereva, ni lazima cha kwanza awe na leseni. Leseni ndio nyaraka inaompa mamlaka ya kukaa barabarani na kuendesha chombo cha moto. Kwa hiyo elimu kama ilishatolewa sana. Kila mtu ajitahidi awe na leseni. Sisi tutasimamia taratibu na sheria. DTO. Hichi kikao tumekiitisha lengo ni kuangalia tunakwendaje huko mbele. Sawa. Na hivyo vibao vitawekwa na nini, lakini kuanzia leo taratibu zianze kufuatwa. Hii ya siku 3 ni utaratibu ambao mkurugenzi wa kuboresha. Kwa kila kituo kio kina nini? Kina ubao kwamba bwana wewe kituo chako ni hiki hapa na nini. Lakini haya mambo viongozi wa unakuta kiongozi hapa wa daladala au wa bajaji kutaka sifa kwa kuaminisha wafuasi kwa kukuka taratibu na nini. Hapana. Tuyasimamia ambao tunaamini kama ndivyo yalivyo. Chache mheshimiwa mkurugenzi, nikushukuru sana. Kwa kweli kama ni uongozi wa kuacha alama, mimi jana nilipo kupigia simu. Mimi sikuamini kama utasema kama bana hili linaisha leo hii na nini. Maka ingekuwa mwingine michakato na nini, ngoja tufanye utaratibu. Hadidu za rejea nini. Lakini leo limefanyika vizuri na jambo limekaa vizuri na nadhani hata hao wenzetu wameridhika sana. Kwa hiyo machache basi niseme tu tukifunge tusonge mbele katika kutekeleza majukumu yetu.